Je, unajua kwamba ndani ya punje moja ya kitunguu saumu kuna nguvu ambazo zinaweza kubadilisha mwili wako kabisa? Watu wengi wanakitumia jikoni kila siku, lakini hawajui kuwa kinaweza kusaidia moyo, kushusha pressure, kuongeza kinga ya mwili na hata kusaidia mwili kupambana na magonjwa mbalimbali. Lakini hapa ndipo mambo yanapokuwa ya kushangaza zaidi. Kuna watu wanakula kitunguu saumu kila siku kwa miezi mingi na wanadai miili yao ilibadilika kabisa. Lakini je, ni kweli nini hasa kinatokea mwilini unapokula kitunguu saumu kila siku? Leo tutafichua faida zake kubwa mwilini, kinachotokea ndani ya mwili wako, namna sahihi ya kutumia kitunguu saumu na madhara ambayo wengi hawajui. Hakikisha unaangalia video hii mpaka mwisho, kwa sababu namba 7 inaweza kushangaza sana. Sasa tuanze kuangalia kitunguu saumu ni nini. Kitunguu saumu ni moja ya mimea ya zamani zaidi ambayo ilitumika kama chakula na dawa ya asili duniani. Kwa maelfu ya miaka, Wamisri wa zamani, wa China, Wahindi na hata Warumi walitumia kitunguu saumu kuongeza nguvu mwilini na kupambana na magonjwa. Sababu kubwa ni hii: kitunguu saumu kina kemikali muhimu sana inayoitwa allicin, na hii ndio siri kubwa ya nguvu zake. Allicin hutengenezwa unapoponda na kutafuna kitunguu saumu. Ndiyo maana harufu yake huwa kali sana. Lakini pamoja na harufu hiyo, ndani yake kuna nguvu kubwa sana ya kiafya. Katika siku ya leo tutakuwa nami Daktari Lenny Komba. Kama ulikuwa bado kujiunga nasi, bonyeza alama ya subscribe kisha kengele pembeni yake, utakuwa umejiunga nasi. Tuanze kuangalia kinga ya mwili huimarikaje ukitumia kitunguu saumu. Ukila kitunguu saumu mara kwa mara, moja ya vitu vya kwanza vinavyoweza kubadilika ni kinga ya mwili. Mwili wako una askari wanaolinda dhidi ya virusi, bakteria, fangasi na magonjwa mbalimbali. Na kitunguu saumu kinaweza kusaidia askari hao kufanya kazi vizuri zaidi. Ndiyo maana watu wengi hutumia wakati wa mafua makali, kikohozi au wanapojisikia mwili umechoka sana. Baadhi ya tafiti zinaonyesha kuwa watu wanaotumia kitunguu saumu mara kwa mara wanaweza kuumwa mafua mara chache zaidi kwa mwaka. Lakini kumbuka, kitunguu saumu si dawa ya miujiza. Bado inahitaji lishe sahihi kwa ajili ya usaidizi, usingizi mzuri, maji ya kutosha na mazoezi, ili kinga yako iwe imara zaidi. Tuanze kuangalia nini hutokea hasa ukitumia kitunguu saumu. Pressure ya damu inaweza kushuka. Hii ndio sababu kubwa inayofanya wengi kuanza kutumia kitunguu saumu kila siku. Pressure ya juu ni moja ya matatizo yanayoua watu wengi kimya duniani. Tatizo kubwa ni kwamba watu wengi wana pressure ya juu bila ya kujua. Kitunguu saumu kinaweza kusaidia mishipa ya damu kupanuka vizuri. Hii husaidia damu kupita vizuri, moyo kutofanya kazi kwa nguvu sana, na pressure kupungua kidogo kwa baadhi ya watu. Lakini hapa kuna kosa ambalo wengi wanafanya. Wengi huacha dawa za hospitali wakiamini kitunguu saumu pekee kinatosha. Hilo ni hatari sana. Kitunguu saumu kinaweza kusaidia, lakini hakipaswi kuchukua nafasi ya ushauri wa daktari. Tuanze kuangalia pia moyo wako unaweza kunufaika vipi na kitunguu saumu. Moyo unapenda vitu vitatu. Kwanza, damu ipite vizuri, pressure iwe nzuri,
mafuta mabaya yapungue. Na hapo ndipo kitunguu saumu kinapoonekana kinasaidia sana. Baadhi ya tafiti zinaonyesha kuwa kinaweza kusaidia kupunguza cholesterol mbaya, mafuta mabaya kwenye mishipa na hatari ya matatizo ya moyo. Unapokuwa na mafuta mengi kwenye mishipa, damu hupita kwa shida. Na hapo ndipo hatari ya kiharusi, mshtuko wa moyo na matatizo mengine huongezeka. Ndiyo maana watu wengi huona kitunguu saumu kama rafiki wa moyo. Mwili unaweza kuanza kusafisha sumu. Tuanze kuangalia jinsi gani kitunguu saumu kinaweza kusafisha sumu. Miili yetu hukutana na vitu vingi sana kila siku. Vyakula visivyo bora, kemikali, moshi, mafuta mengi na uchafu mbalimbali. Ini ndiyo kiwanda kikubwa cha kusafisha mwili, na baadhi ya wataalamu wanaamini kitunguu saumu kinaweza kusaidia ini kufanya kazi vizuri zaidi. Pia, baadhi ya watu huripoti mmeng'enyo mzuri wa chakula, kupungua kwa gesi tumboni na mwili kujisikia mwepesi zaidi. Ingawa matokeo tofautiana kutokana na mtu mmoja hadi mwingine. Wengine huanza kupunguza uzito baada ya kutumia kitunguu saumu. Watu wengi huuliza, je, kitunguu saumu kinapunguza uzito? Jibu ni hili. Si dawa ya miujiza kuyeyusha mafuta, lakini kinaweza kusaidia kwa njia mbalimbali. Kwa mfano, kuboresha metabolism, kusaidia mmeng'enyo na kupunguza hamu kali ya kula kwa baadhi ya watu. Lakini ukila kitunguu saumu halafu bado unakula junk food kila siku, ufanye mazoezi, ulale vizuri, usitarajie miujiza. Kitunguu saumu na nguvu za kiume. Sasa hii ndiyo sehemu ambayo wengi wamekuwa wakingoja. Je, kitunguu saumu kinaongeza nguvu za kiume? Sababu inayofanya wengi kuamini hivyo ni kwa sababu kinaweza kusaidia mzunguko wa damu kwa uzuri. Na mzunguko mzuri wa damu ni muhimu sana kwa afya ya mwili mzima. Baadhi ya watu huripoti kuongezeka kwa nguvu, kupungua kwa uchovu na kujisikia vizuri zaidi. Lakini hapa kuna ukweli muhimu. Hakuna chakula kinachoweza kufanya miujiza papo kwa hapo. Afya nzuri ya mwili inahitaji lishe bora, mazoezi, usingizi, kupunguza msongo wa mawazo na afya nzuri kwa ujumla. Madhara ya kitunguu saumu. Ingawa kina faida nyingi, ukizidisha kinaweza kukuletea matatizo. Baadhi ya madhara yanayoweza kutokea ni pamoja na harufu kali ya mdomo, kuungua tumboni, gesi nyingi na maumivu ya tumbo. Kuharisha pia kunaweza kutokea. Na kwa baadhi ya watu, kula kitunguu saumu kibichi sana kunaweza kuwasha tumbo. Pia watu wanaotumia dawa za kupunguza damu wanapaswa kuwa waangalifu, kwa sababu kitunguu saumu kinaweza kuathiri namna damu inavyoganda. Ukiwa na tatizo la kiafya, ni muhimu kupata ushauri wa daktari kabla ya kutumia kwa kiwango kikubwa. Njia sahihi ya kutumia kitunguu saumu. Watu hutumia kitunguu saumu kwa njia nyingi tofauti. Baadhi wapenda kukitafuna kikiwa kibichi, kukichanganya na asali na kuweka kwenye chakula, au kutumia kwenye supu na kunywa maji ya kitunguu saumu. Lakini wataalamu wengi wanashauri kutumia kiasi cha kawaida. Kumbuka, kikizidi sana kinaweza kuleta madhara badala ya faida. Ni kama tumbo lako ni sensitive, ni bora kutumia pamoja na chakula. Kwa hiyo, ukila kitunguu saumu kila siku, mwili wako unaweza kuanza kupata mabadiliko mbalimbali kama kuimarika kwa kinga ya mwili, mzunguko mzuri wa damu, afya bora ya moyo, kupungua kwa pressure na kuboresha kwa afya kwa ujumla. Lakini kumbuka jambo moja muhimu sana. Hakuna chakula kinachoweza kuchukua nafasi ya maisha bora. Afya nzuri inahitaji lishe bora,
mazoezi, usingizi mzuri, maji ya kutosha na kupunguza msongo wa mawazo. Kitunguu saumu kinaweza kusaidia, lakini siri kubwa ya afya bora ipo kwenye mtindo mzima wa maisha. Kama umejifunza kitu kipya leo, andika kwenye comment section. Kitunguu saumu ni dawa. Ni wakati wako kulike video hii, kusubscribe na kushare kwa marafiki zaidi ili nao wajifunze. Nikutakia siku njema na Mungu akubariki. Ulikuwa nami Daktari Lenny Komba.